Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu aliye hai. Niko mahali hapa leo kwa ajili ya kujibu swali. Ni kwa sababu kuna video moja nilitumiwa na kuna mtumishi mmoja aliweza kuandika vitu ambavyo kiukweli ni vya uongo. Huwa sipendi kuwajibu watu, lakini kwa faida ya wengi naomba nitumie nafasi hii kujibu. Huyu ni mtumishi wa Mungu, sifahamu sasa, lakini kwa kile alichokisema, hapana, mtumishi wa Mungu hawezi kuwa hivyo. Huyu ndugu alifundisha kwa video akisema kwamba kabla ya Adamu na Eva walikuwepo wanadamu wanaoishi. Anafundisha na anaanza kwa kusoma maandiko, lakini hata aelezei andiko anasema uongo. Ogopa sana mtu anayetumia Biblia kudanganya, anayetumia neno la Mungu kudanganya. Halisomi kama lilivyo, ila anajaribu kulisema, alafu anasema maneno yake ya uongo, hasemi neno linavyotaka. Sasa roho yangu imewiwa nijibu swali hilo. Je, kuna wanadamu waliwahi kuishi kabla ya Adamu na Eva? Huyu mtu amesema na watu wengi sana wamekomenti, akumbe tulikuwa hatujui, uko sahihi, lakini ametumia andiko moja la Ezekieli ambalo hata halina uhusiano na anachokisema. Halafu watu wengi wamemfuata akipotosha. Naomba nikwambie nini Biblia inafundisha kwa usahihi. Je, ni kweli kuna mwanadamu aliwahi kuishi kabla ya Adam na Eva? Kwanza, ukianza kusoma Biblia kitabu kile cha Mwanzo, Biblia inaanza kuonyesha uumbaji ambao Mungu aliufanya. Kwa siku zile 6 ambazo Mungu aliumba, tunaona katika hizo siku 6 alimuumba na mwanadamu. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 27, Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wake na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kumbe Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Sasa hawa ambao aliwaumba, kwa nini leo tuseme kuna mtu aliishi kabla ya Adamu na Eva? Manake huo ni uongo wa shetani. Rafiki yangu, naomba nikwambie, ngoja basi nikupe sababu hizi 3 ili ujue kwamba kuna watu wanapotosha kwa kuambia habari za uongo kwamba kuna mtu aliishi kabla ya Adamu na Eva. Wanataja hadi kuna mtu anaitwa Loliti, si kuna nani, ilikuwaje? Huo ni uongo wa shetani. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza, Adamu na Eva waliumbwa tu mara baada ya mbingu na nchi, wanyama na vitu vingine vyote kuwa vipo. Yaani mwanadamu aliumbwa wa mwisho. Kwa nini basi mwanadamu aliumbwa wa mwisho? Kama angeumbwa kabla angekula nini? Kwa Mungu alimuumbia vitu vyote vinavyomzunguka. Kama angeumbwa kabla angeishi wapi? Kwa sababu mbingu iliumbwa. Manake ili anga inaonekana inaitwa mbingu. Sasa mbingu imeumbwa, nchi imeumbwa ambayo ni ardhi. Sasa kama kuna mtu aliishi kabla, aliishi wapi? Kwa sababu mbingu haikuwepo, ardhi haikuwepo. Aliishi wapi huyo mwanadamu? Unanielewa rafiki yangu? Aliishi wapi huyo mwanadamu? Sasa huo ni uongo ambao uliwekwa. Sasa Mungu akaamua kuumba kwanza vitu vinavyomzunguka mwanadamu, afu mwanadamu akawa wa mwisho. Kama alikuwepo mwanadamu, niambie alikuwa anakula nini? Kwa sababu Biblia inasema katika Mwanzo ule mstari, sura ya 1 mstari wa 29 na 30, Biblia inasema hivi, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi, na pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi. Kwa Mungu alipokuwa anawaambia habari ya vyakula, alikuwa ameviumba kwanza kabla. Sasa Mungu asinge muumba mtu halafu mtu ale nini? Mungu anatumia akili sana kuliko wanadamu wanavyotumia. Kwa unaposema kuna mtu aliishi, swali alikula nini yule mtu? Swali aliishi wapi? Maana hata pale pa kuishi paliumbwa baada tu ya kumaliza kuumbwa na jeshi lake, akamuumba mtu ambaye ni wa kwanza, ni Adam na Eva. Kwa wewe unayesema kuna mtu aliishi kabla Adam na Eva, ni muongo na unadanganya. Jambo la pili, wanadamu wote
waliowahi kuishi duniani wanatokana na Eva au Hawa kwa jina jingine. Sasa Biblia inasema katika Mwanzo 3 mstari wa 20. Mwanzo 3:20 Biblia inasema hivi, Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Kumbe wanadamu wote walio hai wanatokana na mwanamke mmoja aliyeitwa Hawa au Eva. Huyu ndiye mama yao wote walio hai. Mwanzo 3:20. Maana yake hajatokea mwingine aliyekuwa anatokana na kitu kingine. Wote walitokana na Adam na Eva, kwa sababu Eva ndo mama wa wote walio hai. Sasa unayesema kwamba kuna mtu alikuwa hai alitokana na nani? Ni uongo. Naomba nikwambie rafiki yangu, usidanganyike na mafundisho ya kuwatoa watu kwenye kusudi la Mungu. Mtu amefundisha, yani watu wengi wametazama video yake sana, lakini anadanganya kwamba eti kuna watu waliishi, anashindwa hata kuelezea. Anakosa hata kitabu tu cha kusema kwamba hiki kinasema, afu anasema Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Huyo mtu anadanganya. Ngoja nikupe sababu nyingine ya tatu. Neno tu lenyewe mwanadamu linatokana na anayetokana na Adamu. Mwanadamu maana yake mwana wa Adamu, anatokana na Adamu. Hata kama ukija kwenye Kiswahili tu neno binadamu maana yake neno la Kiarabu bin Adam, kwamba yani anayetokana na Adamu. Sasa kuna mwanadamu aliyeishi, unajua maana neno mwanadamu? Unajua maana ya neno mwanadamu? Kwa sababu neno mwanadamu linatokana na mwana wa Adamu, aliyetokana na Adamu. Unaposema aliishi kabla ya Adamu, wakati huyu anaitwa mwanadamu kwa sababu anatokana na Adamu, unakuwa unadanganya. Marafiki zangu wazuri, natamani usidanganyike. Sipendi kabisa mimi binafsi kwanza kujibu watu, huwa sijibu. Huwa nafundisha kile Mungu ananipa. Lakini hiki nimewiwa nikiseme kwa sababu ni uongo ambao inawezekana unamea. Uongo unaenda. Tunaanza kwa kusema habari za kwamba kuna watu waliishi kabla ya Adam. Mwisho tutakuja kusema kuna kitabu kingine nje na Biblia. Unashindwa kuliamini neno la Mungu. Unashindwa kuiamini Biblia iliyopigwa vita kuliko kitabu chochote. Unashindwa kuiamini Biblia, neno pekee la Mungu. Unakuwa umekwama sana. Naomba tu niseme ya kwamba Adam na Eva ndo wanadamu wa kwanza kuishi duniani. Mungu awabariki sana. Nimetoa sababu hizo kwa uzito ili kila mtu anielewe. Mbarikiwe sana. Amen. Majina yangu ni Peter Michael Mabula. Tenda kazi kwenye shamba la Bwana Yesu. Endelea na Bwana Yesu, usiumbishwe. Ishi maisha matakatifu na utamwona Mungu. Mungu akubariki sana. Amen.